Waungwana wanapokutana kwanza huanza kwa kusalimiana, na hapa salamu ikatolewa. Ni katika mahafali ya 9 ya kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya wasichana wa jamii ya kifugaji Namnyaki. Patrick Ole Sosopi akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya 9 ya kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya wasichana Namnyaki iliyopo chini ya shirika la kiraia la Namnyaki Maasai Girls and Women Organization NAMGO iliyopo Image wilayani Kilolo mkoani Iringa, amewataka wafugaji kuachana na mila potofu, bali waunge mkono juhudi za serikali kwa kuhakikisha wanakemea vitendo vya ukatili, zikiwemo ndoa za utotoni kwa mabinti zao. Kwa ndugu zangu wa jamii ya Wamasai mlioko Malahaba na wafugaji kwa ujumla, amkeni. Unaoza mtoto, unachukua ng'ombe, unakutana na kiangazi, ng'ombe zinakufa. Huko mtoto alikoolewa anakwenda kupata tabu. Wewe uliopokea ng'ombe unapata tabu. Wote mtakuwa mnapata laana ambayo mnakwenda kuiumiza jamii na mtoto huyu ambaye mliweza kumuoza bila kuthamini ama kuona muhimu wa kumpa elimu yake. Na bahati nzuri serikali iko macho. Lazima sisi tuwe watu wa mwanzo kabisa kuhakikisha kwamba tunapinga ndoa za mapema za kukatisha watoto wetu kuendelea na masomo. Kila inapofika likizo wanafunzi wote huungana na familia zao. Lakini wanaporudi shuleni walimu hukutana na changamoto zipi kutoka kwa wanafunzi wa jamii ya kifugaji? Na baadhi yao kutaka kuozeshwa wakiwa likizo. Hili linapelekea watoto kushuka kitaaluma. Baadhi ya wazazi kupokea mahali au ng'ombe wakati watoto wanaendelea kusoma. Hili hupelekea msongo wa mawazo kwa watoto na kushusha taaluma ya shule yetu ya sekondari Namnyaki. Nao baadhi ya wanafunzi kutoka kijiji cha Dutumi na Melela mkoani Morogoro waliojiunga na shule ya sekondari Namnyaki wakaelezea walivyokombolewa na ndoa za utotoni, na hapa wanakiri wazi kuwa ng'ombe ndio chanzo cha ndoa za utotoni. Tokea Morogoro, babangu alitaka kuniozesha, shangazi yangu akanitorosha, wakaja akanipeleka ustawi wa jamii, ndio nikapokelewa shule. Baba alitaka kuniozesha katika umri wa miaka 14. Nilikuwa nahitaji nini? Natokea mkoa wa Morogoro, nasoma kidato cha 2. Mimi nilipomaliza darasa la 7, matokeo yakatoka mimi nilikuwa nimefeli, na watu walikuwa wanatafuta mimi kunioa. Siku nilikuwa naenda kuchota maji bombani, wakanitorosha. Akizungumza na Abudi TV, mkurugenzi wa NAMGO mchungaji Paulo Ole Kuropashi ameelezea sababu ya shirika lao kuanzisha shule hiyo, huku akiomba ushirikiano zaidi kutoka kwa serikali ili kuwanusuru mabinti wa jamii ya wafugaji ambao ni wahanga wakubwa wa ndoa za utotoni. Shule yetu hii ya Namnyaki Secondary School tumeokoa watoto wengi katika janga hili la kuingia katika ndoa za utotoni. Tumeokoa kwa sababu wa jamii zetu za kifugaji, mtoto akimaliza darasa la 7 wao wanaona kwamba imetosha kuolewa. Kwa hiyo sisi kama shirika na shule hii ya Namnyaki Sekondari tunawachukua wale watoto ambao kule wameshindwa kujiunga na shule za serikali kama shule za kata au shule zingine zozote za private. Wale ambao wameshindwa wanapata nafasi kuja kusoma huku Namnyaki Sekondari. Sisi tunawachukua na kuwanusuru. Wengine kabisa tunakuta wamelipa na mahali, wanataka kuolewa na baba yuko tayari kumchukua huyo mtoto, lakini sisi tunaingilia kati, tunamwambia hii haifai kwa mtoto wa kike. Huyu mtoto anakosa elimu, anakosa haki yake, basi tunamchukua yule mtoto. Kwa hiyo tumechukua mpaka sasa wamehitimu watoto hapa zaidi ya 200 mpaka kwa mwaka huu, na sasa hivi wapo
90 ambao wanasoma hapa, 97 ambao wanasoma hapa sekondari ya Namnyaki. Kwa hiyo tumeokoa watoto wengi, na mtoto akisoma kuanzia kidato cha kwanza mpaka form 4 tunaona angalau amefikia hatua fulani, lakini bado anahitaji kwenda juu zaidi. Kwa hiyo wale watoto ambao wanasoma hapa manake wangekuwa wameshaolewa, lakini kwa sababu ya kuwepo kwa shule hii tumewaokoa wale watoto, na sasa wanaendelea kusoma, na wengine sasa wamefika vyuo vya kati, wengine wameenda form 6, wengine wameenda mpaka chuo kikuu, na wengine wamerudi katika shule hii kufundisha. Wengine wamekuwa mahasibu, wengine wamekuwa makarani, wengine wamekuwa walimu katika shule hii. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba watoto wa kike wanabaguliwa, wanakosa haki yao ya elimu, ndipo sisi kama viongozi jamii, hasa wafugaji ambao tumesoma, tukaungana, tukaona tuanzishe shirika ambalo lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba watoto wa kike wa jamii za kifugaji sisi tunawachukua na kuwanusuru. Wengine kabisa tunakuta wamelipa na mahali, wanataka kuolewa na baba yuko tayari kumchukua huyo mtoto, lakini sisi tunaingilia kati. Shule ya sekondari Namnyaki ilianzishwa kwa lengo la kuwasaidia wasichana wanaotoka jamii za wafugaji ambao mara nyingi hawapati fursa ya elimu ya sekondari kutokana na kuozeshwa wakiwa katika umri mdogo.